ripota wetu kutoka huko katika jiji la Dar es Salaam katika nchi ya Tanzania, ambaye atatueleza kinagaubaga jinsi maandalizi ya kumkaribisha mchezaji mpya katika timu ya Young Africa, na vile vile atatupatia uchambuzi kidogo wa jinsi mechi ya Young Africa na Namungo ilivyoendeka. Maana kuna kipindi mshambuliaji mpya wa Young Africa Shashaman, na si mwingine Shalulile, Peter Shalulile, alifunga bao. Alipofunga bao ilikuwa na kashikashi kidogo, hadi mwamuzi alilazimika kwenda kwenye VAR, yani referee assistant. Alipoenda kwenye VAR, bao lile lilikataliwa, ila kuna wengine wanasema kama ni bao. Basi tusikilize maoni ya mchambuzi huyu ambaye anapatikana hapo katika jiji la Dar es Salaam katika nchi ya Tanzania, gisi aliona mechi ile na kukaribisha mchezaji ule mpya gisi ilivyoendeka. Basi tumsikilize. BJ. Kusema kweli, kwanza wanayanga ni wapongeze kwa kile walichokifanya jana. Ni kitu kipya kusema kweli katika ardhi ya Tanzania, kwamba mchezaji amepokelewa kwa shangwe kubwa sana. Mchezaji ambaye aliwahi kuitumikia Yanga kwa mafanikio makubwa akafanyiwa hafla kama hiyo, kiukweli yani ni jambo ngeni na jambo ambalo limezua gumzo, na leo hii ni jambo ambalo kila mtu kalipokea vizuri sana kwa 100%, hususan mashabiki wa Yanga Afrika. Stefan Aziz Ki ni mchezaji aliondoka msimu miwili iliyopita, na kama unavyojua yule ameweza kupata mke katika ardhi ya Tanzania ambaye ni dada yetu Hamisa Mobeto, mwanamitindo huyo, na ameweza kurudi tena kwa mara nyingine kuitumikia Young Africans. Kusema kweli ni mchezaji muhimu katika nafasi hii ya ushambuliaji, hususan namba 10. Ni mchezaji muhimu sana, na imani ataweza kuipeleka Yanga pazuri zaidi, kwa sababu Yanga ukizungumzia kikosi kizuri, isipokuwa tu pale viungo wa washambuliaji na viungo wachezeshaji kidogo inakuwa ndio inakuwa kidogo na mushkeli, lakini Stefan Aziz Ki amepokelewa kwa shangwe kubwa sana, na watu wametoa viingilio shilingi 2000 kwa kwenda kumuona na kuona utambulisho wa Stefan Aziz Ki. Kusema kweli ni mchezaji mkubwa na anapendwa na anaipenda Yanga, na kwa mujibu wa Engineer Hersi Said, rais wa Yanga, ni kwamba huu si tu mchezaji bali ni mwanachama wa Yanga Africans, ni mwanachama kindakindaki, na kadi zake anazilipia kama ipasavyo, kama mwanachama mwingine, kama wewe, kama mimi, kama mwanachama mwingine yoyote wa Yanga yule ambaye angeweza kulipia kadi yake, Stefan Aziz Ki analipia kadi yake. Tukizungumzia upande wa mechi ilikuwa nzuri, na Mungu alijaribu kuwazuia Yanga kipindi cha kwanza. Dakika 45 za kwanza walicheza vizuri, walicheza kwa nidhamu kubwa, kwa discipline kubwa, lakini mabadiliko aliyofanya kocha Mangita kuweza kumuingiza Hussein Zakwani na Mdasiri Yaya, kidogo unaona ni kama Yanga walichangamka na wakachukua mchezo kwa 100%. Na kusema kweli goli la Shashamani lililokataliwa kwa mfumo wa video assistance referee, kikweli imezua gumzo. Wengine wanasema ni offside, wengine mara si offside. Kusema kweli maamuzi yakishatoka na yametoka, na sisi kama wachambuzi na wadau wa soka tunasimamia katika maamuzi ya referee. Na bao la kwanza liliweza kufungwa na fullback ya kushoto Shadrack Boka, ambaye ni Mkongomani kabisa, beki ya kupanda na kushuka. Aliweza kufunga bao la kwanza, na bao la pili kwa shuti kali sana la Max Zingeli pia. Mwenyewe wanamuita L'homme de Jesus, mtu wa Yesu huyu kabisa anaitwa. Na bao la tatu liliweza kabisa kuvunja mzizi wa fitna, bao la star wa mpya wa sasa hivi wa Young Africans, Shashamani Peter Shalulile, mzee wa kuruka, mzee wa kwakwaru, wanamuita wenyewe wana Yanga. Na Mungu kikweli, baada ya kupata goli la kufutia machozi na scoreboard ikasoma 2-1,
ni kama walitaka kurudi mchezoni, lakini bao la tatu la Peter Shalulile likaweza kuwavunja kabisa moyo na kuvunja matumaini ya kuweza kuambulia angalau alama moja kwa kutoa sare ya 2-2. Kwa hiyo kifupi ni hivyo, mchezo ulikuwa mzuri na tamasha la Yanga lilikuwa zuri kabisa, watu wamelipokea na wamesema isiishie hapa tu, bali huwe ni muendelezo wa kila msimu kufanya tukio kama ile, kwa sababu ni tukio ambalo limevutia na mechi wana Yanga wote wamefurahi kwa kuwa ni alama 3 zimepatikana. Kiukweli wote wana furaha na wameamka vizuri na wako vizuri kabisa, wanashangilia, shangwe nyingi kabisa. Kwa hiyo kifupi ni hicho kwa mtizamo wangu kuhusu mechi ya jana, na kuhusu mashabiki, mapokezi ya Aziz Ki Stefan. Kiukweli hali ni shwari kwa upande wa Yanga na mchezo ulikuwa mzuri na wanajivunia kupata alama 3. Kiufupi mimi niishi hapa, kwa mengine tutawasiliana na tutajumuika katika kuchambua soka na kwa kuendeleza kipindi pendwa kabisa cha michezo, kipindi pendwa kabisa maridadi ambacho kinafanya vizuri sasa hivi Afrika Mashariki na Kati. Asante sana ndugu mtangazaji. Huyo ni mwanaripota wetu kutoka katika nchi ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika jiji la Dar es Salaam, katika wilaya ya Kinondoni. Basi tunampa eko na hongera kwa uchambuzi wake mahiri kabisa, makini, kutoka kwenye vyombo vyetu vya Grand Lac One TV, The Sound of News. Ili wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama kengele, like, comment and share. Hapo utakuwa namba moja kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Grand Lac One TV, The Sound of News.